Ndugu wananchi wa mkoa wa Arusha, mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania ulionufaika na kujipambanua kwa fursa mbalimbali zikiwemo fursa za mikutano. Mikutano kwetu hutuletea wageni na wageni hutuletea uchumi unaogusa katika sekta mbalimbali. Itakumbuka mwaka jana, mwaka 2024 Agosti, Daktari Samia Suluhu Hassan alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa asasi za ushirikiano wa siasa, ulinzi na usalama wa nchi wanachama wa SADC. Na nafasi hiyo inampelekea mkuu wetu wa majeshi CDF Jacobo kuwa mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa SADC. Na kwa namna kipekee kila mwaka huwa kuna mikutano, na mkutano wa 33 wa mwaka huu bahati imetudondokea wana Arusha unafanyika katika mkoa wetu wa Arusha. Heshima ya kipekee kuwatangazia wananchi wa Arusha ya kwamba wakuu wa majeshi wa nchi wanachama wa SADC wataingia katika viunga vya mkoa wetu wa Arusha kutimiza majukumu yao ya kuwa na mkutano wa 33 utakaoanza tarehe 26, maana kesho, mpaka tarehe 31. Mkutano huu ni mkutano wa kawaida, watapata nafasi ya kujadili mambo kadha wa kadha ya ulinzi na usalama katika ukanda wa SADC. Na baada ya jukumu hilo watakuwa na shughuli zao katika viunga vya mkoa wetu, ikiwa ni sehemu pia ya kuchachusha sekta yetu ya utalii. Niwaombe wananchi wa mkoa wa Arusha, mtakapowaona wanajeshi hawa katika viunga vya mkoa wetu, msiona hofu yoyote ile. Ni askari wa majeshi ya nchi wanachama wa SADC, wanatimiza majukumu yao ya kusimamia na kupanga mipango ya kuhakikisha SADC inabaki kwa salama. Tunachukua nafasi hii kumpongeza sana Daktari Samia kwa kuchaguliwa kwake kwa mwenyekiti wa asasi za ushirikiano wa siasa, ulinzi na usalama katika ukanda wa SADC, na kwa jukumu hili kubwa alilokuwa nalo la kuhakikisha si tu Tanzania inakuwa salama, bali Afrika chini ya umoja wa SADC inaendelea kuwa salama. Tunamwombea Daktari Samia ambaye ni amiri jeshi wetu mkuu, lakini pia tunamwombea mkuu wetu wa majeshi ambaye ni mwenyekiti wa kikao hicho, ya kwamba kikao kiende vyema, na wanapojadili mustakabali wa amani na utulivu katika nchi za SADC, basi Tanzania tuendelee kuwa vinara. Mwisho, si kwa umuhimu, watoa huduma katika sekta mbalimbali ni waombe na kuwasihi wahakikisha kwamba wageni hawa, wanajeshi wetu hawa wa nchi mbalimbali za wanachama wa SADC wanapata huduma nzuri. Wakihudumiwa vyema watarudi katika nchi zao, watashawishi mikutano mingine ije katika mkoa wetu. Na kadri tunavyozidi kupata mikutano katika mkoa wetu, tunazidi kujenga uchumi wetu, si tu uchumi wa mkoa bali uchumi wa mtu mmoja mmoja. Uchumi ndio kila kitu, lakini hatuwezi kuwa na uchumi imara kama hatuna amani. Niendelee kuwasihi tena, tuendelee kulinda na kutunza amani ya mkoa wetu na kuhakikisha kwamba kila anayekuja anauona ukarimu wetu wa huduma, upendo, na kama ambao tulivyo wa Tanzania, tukihakikisha kwamba tunamwakilisha vyema rais wetu kwa kufanya kazi kwa bidii. Naendelea kuwasihi tena, tunapoendelea kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tujue ya kwamba anao majukumu makubwa, si tu ya kulinda Tanzania, bali ya kushirikiana na marais wa nchi wanachama wa SADC kuhakikisha kwamba SADC iko salama. Na baada ya mkutano huu wa 33 utakaofanyika kuanzia kesho tarehe 26 mpaka tarehe 31, inatarajiwa pia kuwa na mkutano mwingine wa mawaziri ambao tutautangaza kama itatokea utafanyika katika mkoa wetu. Tuwahudumieni vyema ili na mawaziri nao waje katika mkoa wetu, tuendelee kutengeneza pesa. Arusha ni mpango wa kusaka pesa. Asanteni na watakia kila la heri.